Tuombe. Yehova Baba yetu na Mungu Mwenyezi, katika siku hii tena tunajiweka katika mikono yako kwa namna ambavyo umeendelea kutubariki. Baba, kama si wewe, ni nani leo angeweza kusimama? Ni nani angesalimika? Maana maisha yetu yote yako mbele yako na unatujua jinsi tulivyo. Tumekukosea, tumefanya dhambi, tunakiri mbele yako, tunaomba utusamehe. Jioni ya leo, kila aliyepiga magoti na wale wanaotusikia na kutuona kwa mbali, mwenye roho ya kunyenyekea mbele yako, mtangazie msamaha kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu jioni ya leo tena utakwenda kutubariki kwa neno lako. Tupatie masikio ya kusikia. Tunaomba kwa ajili ya ndugu zetu ambao hawajawahi kusikia habari zako, hawakujui wewe pamoja na wema wako. Tunaomba katika saa hii mkono wako wezao kuwapasha habari njema ukawazingire kule waliko. Wengine ni ndugu zetu, wengine tunakaa nao katika majumba yetu, wengine tunaishi nao katika mitaa yetu. Tunaomba Bwana ukatufanye kuwa chumvi katikati ya dunia hii, ili kwamba wote wakaipokee nuru hii. Asante kwa sababu ya jioni ya leo. Asante kwa ajili ya wasikilizaji na watazamaji. Asante kwa wote ambao wamekuja mahali hapa. Tuhudumie sasa, maana tuko tayari kusikia. Amina. Karibuni katika ibada ya siku ya leo. Niwashukuru sana wote ambao mmepata nafasi ya kufika. Jioni ya leo tunalo somo la pekee, na somo letu limejengwa katika kitabu cha Marko sura ya 16 na fungu la 7. Leo tunalo somo la pekee. Tutaanza kusoma Biblia zetu kuanzia fungu la 1 na fungu la 7, ndipo mahali somo letu lilipo. Nitasoma kwa mamlaka ya Yesu. Biblia inasema, hata Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalene na Mariamu mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuvulingishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuvilingishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Fungu la 5, wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe. Wakastaajabu. Msistaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa. Amefufuka, hayupo hapa, patazameni mahali walipomweka. Fungu la 7, lakini enendeni zenu. Sasa fungu hili soma vizuri, linakoma. Lakini enendeni zenu, koma pale, mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya, huko mtamuona kama alivyowaambia. Narudia fungu la 7, lakini enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake, alafu na Petro. Swali, kwani Petro ni nani? Mimi nafikiri fungu lingeenda tu likasema hivi, enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wangu, lakini anasema enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro. Somo la leo linasema na Petro. Geukia jirani yako mwambie, somo la leo linasema na Petro, ili kesho zawadi ya mzee wa kanisa isikupite. Na Petro, enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake, yani wanafunzi wa Yesu. Yani hata wewe umeanza kujiuliza, yani wanafunzi wa Yesu walikuwa wangapi? 12. Hata Petro alikuwa miongoni mwa wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Kauli ilipaswa tu aseme nendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake, na Petro yuko ndani, lakini anasema wanafunzi wake halafu na Petro. Kwani Petro alifutwa ushirika? Petro mbona anakuwa special? Yeye ni nani? Hayumo kwenye kundi la wanafunzi wa Yesu. Somo la leo na Petro. Kwanza,
Petro ni nani? Petro alikuwa mtu ambaye hapo zamani aliitwa Simeoni Bayona. Petro alikuwa ndugu yake wa damu na mtu mmoja aliitwa Andrea, na baadhi ya wanazuoni wanasema Andrea huenda ndiye alikuwa mkubwa, lakini wengine wanasema hapana, Petro atakuwa ndo alikuwa mkubwa. Na huyu Andrea ndiye aliyemleta Simeoni Bayona mbele za Yesu. Sikiliza, ukisoma Yohana sura ya 1 fungu la 40 mpaka 43 utawaona pale Andrea, Yohana na Yakobo. Hawa walikuwa wanafunzi wa kwanza kabisa wa Yohana Mbatizaji. Nenda na mimi taratibu. Sasa wamejifunza kwa habari ya unabii wa kuja kwa Masihi. Hawa watu siku moja wakiwa wamekaa pamoja na mwalimu wao aitwaye Yohana, wakamuona mwalimu wao akinyosha kidole na kusema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Wale wanafunzi wakamwambia mwalimu wao, Yohana Mbatizaji, je, tunaweza kumfuata? Yohana akasema, nendeni, yeye aongezeke, mimi nipungue. Jamani, wanazuoni tuko pamoja? Wale wanafunzi walipokaa na Yesu kwa muda mchache, wakagundua kwa kweli yumkini huyu ndiye Masihi. Andrea kikamkereketa. Andrea alikuwa na upendo wa dhati na ndugu yake. Akasema, haiwezekani niendelee kupata uhondo wa kuongea na Masihi halafu ndugu yangu Simeoni hajui. Haiwezekani. Na mimi nikuulize wewe leo, ndugu zako wote ni wa sababu, mbona hakikukereketi kama vile Andrea? Andrea akaona haiwezekani niendelee kuenjoy makambi. Haiwezekani niendelee kuenjoy majuma ya uamsho. Haiwezekani niendelee kuimba kwaya vizuri hapa, lakini shangazi yangu, lakini baba yangu, lakini mjomba wangu hajui habari hizi. Nitaondoka, nitakwenda kumwambia. Andrea akaondoka kwenda kumwambia ndugu yake Simeoni Bayona habari za Masihi. Kama unavyojua, kuhubiri watu wa nyumbani kwako ni kazi. Andrea alipofika anamkuta Simeoni Bayona. Wayahudi walikuwa na vyama mbalimbali kwenye jamii na kanisa. Kulikuwa na vyama mbalimbali, kulikuwa na Mafarisayo, kulikuwa na Masadukayo, kulikuwa na watu gani wana sheria. Sasa Simeoni Bayona alikuwa kwenye chama kinachoitwa Zelotes. Hawa mazirote walikuwa ni watu ambao wameuza uhai. Wenyewe wako tayari kulinda taifa au dini kwa mkono, mapanga au vita. Na hivyo Simeoni Bayona kama Zelote anapokea ujumbe kutoka kwa ndugu yake kwamba njoo uone yule mtu ambaye tumekuwa tukijifunza habari zake kwamba ndiye Masihi. Mimi na wenzangu tumemuona, tumemsikia, tumekaa naye, njoo umuone. Simeoni akamwambia, kijana, mimi ni Zelote bwana, tusipotezeane muda, kama sio yeye twende ukamuone. Watu wa Mungu, injili wala sio kubeba magombo. The gospel ni kuambia watu njoni muone. Haujasoma Zaburi, ni mwema. Tatizo ni kwamba sisi wenyewe ambao tuna Yesu hatufanani naye. Sasa unajua watu wamechoka na audio. Yaani hakuna, hata sasa hivi kuna mteja wa audio. Yaani wateja wa audio wamekuwa wachache. Watu wanataka video, kwamba toka umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni kitu gani umebenefit kutoka kwa huyo Mungu wako. Watu wanataka kusikia kwamba nilipokuwa bado mlevi nilikuwa naishi hivi, baada ya kubatizwa leo mimi ni msabato, Yesu amenitendea haya. Wakiyaona ukisema njoni, wanakuja. Sasa Waadventista wengi sisi tuna kazi ya kutaja tu. Usinione hivi, sisi ndio tulikuja hapa mwaka 1998 wakati ole Sony inauzwa shilingi 200. Ndio tukaanza kujenga Magomeni, tukaenda Temeke. Halafu mtu anaelezea mambo yote kama hayo, lakini akilala usiku ananyolewa na wachawi. Sasa unajiuliza, kuna haja gani basi ya wewe kuanza dini mwaka 1900 lakini you have got no power of God in you?
Jamani wanaonisikiliza hebu waninyokeshe mkono, maana mnanitisha hapa mbele. Haleluya. Sikilizeni, yani sikia, Simeoni anaenda kwa ndugu yake na kumwambia njoo. Watu wa nyumbani kwako sio rahisi kukuelewa kama hakuna kitu umepata kutoka kwa Yesu. Kwanza wengi wanatuhurumia sana. Ndugu zetu, umeacha kula nyama, umeacha kula hiki. Yani mtu wa Mungu umepauka kama kipande cha mhogo. Sasa na wewe sasa umejaa mafungu. Eti njoni, mtu anajiuliza, yani nitoke huku kwenye kunawili nije kwenye kupauka? Anasema kama ni hivi ngoja kidogo, Yesu mwenyewe ataamua hapo mbele. Maana hali ni mbaya. Siko kuzungumzia hili, nadhani kesho kutwa Alhamisi. Simeoni akakubali, akaanza kutembea na ndugu yake Andrea, wanaenda mbele za Yesu. Walipokuwa wanakuja, Yesu ni Mungu, haleluya. Yesu ni Mungu, haleluya. Alipomuona kwa mbali, akamtambua. Alipofika tu, anaambia wewe ni Simeoni Bayona, lakini tangu leo hautaitwa Simeoni, utaitwa Petro, yani Petros, kajiwe. Haleluya. Kwa nini alimuita hivyo? Yani alimpandisha cheo. Kuna saa Mungu anakujua. Niliwaambia juzi, sisi tukiwatazama watu tunawatazama hapa, lakini Yesu akimtazama mtu anamtazama baadaye. Yani Yesu ni mwamba. Halafu alivyomuona Simeoni Bayona akasema wewe unaweza kuwa jiwe. Haleluya. Yani kutoka kwenye mwamba, jiwe, Petros. Yesu akamtazama, akambadilisha jina. Ninahubiri habari za Mungu ambaye akikutana na wewe kwa mara ya kwanza, jambo la kwanza analolifanya maishani mwako ni kukubadilisha jina. Alikutana na Abraham, akamtazama za Abraham, wewe unaitwa Abraham, hautatoboa. Kuanzia leo utakuwa Ibrahim, baba wa mataifa. Unajua kwenye Kiebrania Ibrahim ni plural. Yani utakuwa baba wa mataifa. Na we dada Sarai, hautatoboa. Toa hii, utakuwa Sara, mama wa mataifa. Haleluya. Hakuishia hapo, akakutana mtu mmoja anaitwa Yakobo. Unaitwa nani? Yakobo. Maana yake nini? Mjanja, muhuni, muongo. Sema wewe hautatoboa. Kuanzia leo utakuwa Israel, mshindi. Haleluya. Rafiki zangu, chunguza jina lako. Jina lina impact kwenye maisha yako. Usikubali, vijana, usikubali kupewa jina ambalo hujui maana yake. Wengi wetu hatutoboi hata tu maisha ya kawaida kwa sababu huenda ya majina tuliorithi. Kuna mtoto anamuuliza, unaitwa nani? Ninaitwa Nyandalo. Maana yake nini? Nilipewa na bibi. Hili ndio jina la ukoo. Kumbe yumkini hilo jina ndio chifu wa wachawi wa ukoo wa kule kwao. Kwa unakuwa shangaa tu mtoto mambo yake hayaeleweki. Kumbe jina ulompa ndio linasadifu maisha yake. Na hapa Bongo kuna majina. Yani kuna binti ana miaka 27 hana mchumba, lakini jina lake anaitwa Sipendeki. Na sasa anataka maombi. Huyu hamna maombi, maana yeye mwenyewe anaitwa nani? Hawezi kupendwa huyu. Neno linaumba wapendwa. Mfano dada yangu pale amekaa pale, akatokewa na kijana handsome kuliko pastor hapo. Halafu akasema, dada habari yako, nakupenda. Tabu zote zinaalikana, nyumbani ni hapa. Shida. Yani sikilizeni, badilisha jina. We mama uko hapo, binti yangu amenishinda jamani, hani hatulii nyumbani. Anaitwa nani? Cha usiku. Na anarudi namna gani? Usiku. Badilisha jina, mwambie kuanzia leo wewe utakuwa cha mchana. Yani kuna majina mpaka hasa huku pwani hatari. Sipendeki, sikufanya nini, si wazuri. Yani mimi si mzuri. Yani toka amezaliwa mpaka sasa hivi ana miaka 20, akili yake inajua kabisa yeye sio mzuri. Mwacha mchezo, badilisha jina lako. Haleluya. Yesu ni Yesu ambaye akikutana na wewe anabadilisha kabisa jina lako. Sikiliza, kabla hujakutana na Yesu yumkini wewe ulikuwa kibaka, lakini Yesu akikutana na wewe anakubadilisha kutoka kwa kibaka. Haleluya. Huyo ndio Yesu. Yesu akambadilisha jina
na Petro akasema hakuna shida. Siku hiyo wakaongea sana, wakapiga stori, maana ilikuwa ni asubuhi, wamekaa mpaka jioni wanaongea ambayo hayakuandikwa humu. Ilipofika jioni, kwa sababu hawa ni wakazi wa Kapernaum Galilaya, kazi zao ni uvuvi, Petro akamwambia Yesu, ninaomba niende kazini, hapa kazi tu. Ndio sasa wale watu wa Msoma mnaelewa kwamba akaenda na ndugu zake akina Yakobo akina Yohana, wakaanza kusobolola mitego, haleluya, ili waingie ziwani. Bahati mbaya kumbe wamemwacha Yesu. Ingekuwa heri kama wangesema, Yesu sasa stori zako ni nzuri, twende pamoja. Walipoenda, Biblia ndio inarekodi nasema siku hiyo ilikuwa ni siku ya ajabu kwamba hawakupata kitu. Yani hata chura hakuingia kwenye nyavu. Wapendwa, nataka niwaambie, ukifanya kazi bila Yesu haupati kitu. Hawa jamaa walipiga kazi, lakini usiku wote hawakupata kitu. Na sasa kwa sababu walikuwa ni wavuvi maarufu, ninapiga picha, naona pale mwaloni akina mama wamejaa na mabeseni, wamekuja kuchukua samaki. Kama kulikuwa na simu, wengine anampigia simu Petro, wale samaki wakubwa wakubwa na wasubiri hapa. Na wamama wa makambi na wenyewe wako pale, kuna makambi Mwenge, ninasubiria samaki hapa. Petro hana samaki, amekosa. Mtu aliyekosa, hasa wanaume, ukiona mwanaume amekosa, hata sura yake inajulisha. Miguu anapotembea inakuwa kama inapotea. Unajua tu kwamba huyu mzee leo mambo yake, yaani unaona mzee anafanya hivi, ujue mambo yake sio mema. Kwanza mzee akiwa amefanikiwa anakuja na mbwembo, unasikia jamani, hamjambo humu ndani jamani, mpaka jikoni leo tunakula nini, maana ana uhakika. Lakini ukimwona mzee anakuja mzembe anaishaishia tu kwenye makochi, unaelewa kwamba leo nisiwe na maswali mengi. Petro na wenzake hali ni mbaya, wanatembea. Wanapofika mwaloni, cha ajabu wanamkuta Yesu yupo pamoja na watu wengi wanaongoja samaki. Sikiliza vizuri. Yesu akafungua mdomo akasema, wanangu, mmepata kitu? Tafsiri zingine zinasema mmepata kitoweo. Sasa hapo kuna neno Roho Mtakatifu alilifuta ili wewe usije ukaasi. Maana inaonekana kama vile Petro kuna kitu alijibu. Roho Mtakatifu anasema, hii ngoja kwanza tuiweke pembeni. Hata kama ni wewe, yani umeenda kutafuta umekosa. Let's say ulikuwa usafiri na ndege, halafu umeshaaga watu ukaenda ukakosa, ndio unarudi nyumbani. Mtu anakuona kabisa umerudi, halafu anauliza kwamba haujaenda. Unafikiri jibu sawa sawa, acha lesoni, toa Biblia, baki wewe, mwita. Ungemjibuje? Yani ninaona kama vile Petro ni kama alisema, jana nilipokuwa nazungumza na wewe niliona kama una hekima, lakini leo wewe ni bure kabisa. Nampenda Yesu wala huwa hana shida na yale tunayoyasema. Alitulia. Baada ya hapo ndiyo Yesu akasema, sasa nawaambia, chukueni nyavu. Yani temu hii hakuna hata kusobolola. Chukua nyavu, nendeni ziwani, twekeni mpaka kilindini. Haleluya. Yani yasema, chukua nyavu sasa, nenda mpaka kilindini, tweka. Petro akamtazama Yesu akasema, unajua shida ya watu ambao hawakusoma ndio hii. Hivi kwa akili yako Yesu, ni samaki gani huyo mjinga saa 4 asubuhi hii atakaye kuwa anaona mtego unakuja halafu anaweka tu shingo? Unayajua mambo ya uvuvi au tu unaongea? Sikiliza, kuna wakati kwenye maisha unaingia kwenye situation mpaka unaanza kumwelekeza Yesu cha kufanya, kwamba hivi Yesu unajua jinsi haya mambo yanavyoenda, yani professional kwa utaratibu inakuaga hivi. Huwa mimi nachoka sana wale ambao mnafikiri kila kitu ni utaratibu. Utaratibu ni wako, sio wa Mungu. Mungu hana taratibu zimewekwa kwa ajili yako. Au niwaambie vizuri mnielewe, Mungu hana sabato. Sabato ni kwa ajili yako. Mungu hakuna siku amesema leo sasa akifanya wote kufanyie. Maana Biblia inasema Bwana Baba afanya kazi
hata sasa ni mnaabudu hapa siku ya Sabato, Mungu huyo anawalinda hapa, analinda bodaboda, analinda wanaoogelea huko ziwani, yani Mungu hana taratibu. He is beyond your taratibu. Unajua hicho Kiingereza? Yani yuko mbele mno kuliko taratibu mnazojiwekea. Petro anajaribu kuonesha utaratibu, anajaribu kuonesha uweredi wa kazi alionayo, jinsi anavyoifahamu. Anafikiri Yesu haelewi anachokisema. Kuna wakati unapokuwa kwenye changamoto, hata ukishauriwa, unaona wanaokushauri kama hawaelewi yale unaoyapitia. Hali fulani binti moja aliita wachungaji eti na mimi pastor, alafu ni hawa wasomi hawa, na unajua sio unapenda kuwa smart sana sometimes kwenye maeneo fulani, utachaguliwa tu. Nasikia pastor, sasa wewe nafikiri ukaongea naye, ukutana dada mtu mmoja anachapa kizungu, nasikia yes pastor you're welcome. Nikasema mama leo nimeyakanyaga. Nikakaa nikasema yeah I'm by the name Diana. Yeah, I just live. Ananieleza ametokea sio Malaysia. Yeah, anaongea Kiswahili kizuri. Tuna changamoto kidogo. Niko na mchumba wangu. Yeah, as you know, but tuna tofautiana kidogo. Naambia kidogo gani? Sio Mwadventista, mimi ni Mwadventista, hata my parents say they are Adventist, and my father is the church elder. Lakini pastor, this man is so good. Where you? And this man, tunaendana pastor, he is so good. It's na mimi nasema he is so good, si ndio? And so what is the problem? What did you call me? Sema yeah, nitaka ujaribu kunishauri maana hiyo tofauti yetu ndogo. Nikasema hiyo ni tofauti ndogo. Yaani kwa hiyo nikaamua sasa kuwa mzazi. Kwa hiyo wewe umeniita hapa unisimulie au umeniita hapa nifanye nini? Maana umeshasema ni mzuri na hauwezi kumwacha. Nikushauri nini? Pastor, don't panic pastor. Jamani, haleluya. Yani don't panic, yani jambo tu dogo la kunishauri nifanye nini. Nikamwambia sikiliza, kwanza unaitwa nani? Diana nani? Umezaliwa wapi? Nansio. Nikamwambia yani kumbe umezaliwa Nansio hapa Ukelewe na unanichosha na Kiingereza chako hapa. Kwanza nikamwambia jina tu Diana, unajua maana yake? No, naitwa sio Diana, ni Diana wewe. Diana ni mungu wa kike wa Kigiriki, ana matiti mwili mzima. Ndio anashtuka, kweli pastor, kumbe unajua Kiswahili vizuri. Yani kuna saa kwenye dunia unapatwa na changamoto, hata watu wakijaribu kukueleza, yani unaona kama vile hawajui wanachoeleza. Ninaona kama akina Yakobo na akina Yohana wanamwambia Petro, lakini jana simliongea vizuri. Basi kwa sababu amesema, tujaribu, maana hata tusipojaribu tumeshakosa. Sasa wengi wa wahubiri wenzangu huwa wanasema, ndipo Petro akasema, kwa neno lako Bwana inaenda. It was not that soft. Huyu alikuwa zero. Analazimishwa na Yesu aende ziwani. Yani maana yake alikuwa anamwambia hivi, oya, ninaenda. Umesikia mzee? Ninaenda. Sasa nikikosa Yesu, we Yesu, nikikosa utajua. Jamaa akaondoka. Alipoondoka, Biblia inasema hivi, akaenda wakafanya kama walivyoambiwa, wakatweka mpaka kilindini. Maana yake nini? Unapofanya mambo yako kijana, fanya mpaka kilindini. Kama unafanya kitu, fanya kazi kwa nguvu zako zote. Wako vijana wengi wa Kiadventista ambao wamepewa kazi mahali wakashindwa kwa sababu ya kufanya mambo kwa ulegevu. Baadhi ya wazazi nilikuwa naongea nao mahali fulani, wananiambia, pastor, mimi nimeshindwa kufanya kazi na vijana wa Kisabato. Kwa nini? Yani kazi zao wanalipua tu. Yani akishajua kuimba kwaya kikundi fulani, tunaenda sayuni, kazi hakuna. Yani wenzako wanafanya kazi, zipo, ajira ndo hakuna. Ya unaona wenzako wanaweka mchanga kwenye lori, wamechafuka, vijana wa Kirokole, vijana wa Kinini wamechafuka hapo. Saa 4, saa 5, saa 6 wameshaingiza ndugu zao hapo. Wameshaingia hapo hela zao, wametulia. Ikifika saa 9 jioni wanapiga pamba zao, safi, sauti inatoka. Hata akija kwenye mazoezi ya kwaya, ukisema tu
tu, maana ana uhakika. Sasa wengi wa vijana mnagombana kwenye kwaya, sauti hazitoki kwa sababu hela hakuna. Kwanza mtoto wa kiume ukikosa hela sauti haitoki, uongo. Unakwenda kwa sauti kidogo kama cha kuku. Blaza, una buku la karibu hapo? Fanya kazi, tweka mpaka kilindini. Wote mnaotazama hapa, ukifanya jambo fanya kabisa mpaka ujulikane. Yaani sikiliza, kuna wafanya biashara wengine unaanza kuuza nyanya chungu, wiki moja nyanya chungu, hata watu hawajajua kama wewe ndio muuza nyanya chungu. Sasa biashara hii hata ni mbaya. Unaanza nyanya, wiki haijaisha dagaa, yaani mpaka hata ujulikane wewe ni mfanya biashara wa kitu gani. Tweka mpaka kilindini. Kama unauza mkaa, uza mkaa mpaka ufanane nao. Yaani mtu akipiga tu hodi hivi, hodi, ukitoka tu hivi anajua mkaa huu. Maana umetweka mpaka kilindini. Unasoma, soma kabisa. Haya mambo ya kudanganya wazazi wetu. Umetoka Simiu, umekuja huku, mzazi hajui Kiingereza, ndio kwanza tu first year. Baba, nimevunja Facebook la chuo, nitumie hela. Kampaka kilindini. Ndio namuona Yesu kwa sababu ni Mungu. Haleluya. Akawapigia simu samaki. Sato, Bwana asifiwe. Sato nilishawapa assignment toka nimewaumba. Sasa hujatuambia baba. Mko na jirani zenu hapa kina Sangala? Ndio. Waambieni hivi, na wataka wachache tu muingie kwenye nyavu za kina Petro. Unapewa swali ambalo linakutoa majibu haraka na akili yako inabidi ifanye kazi haraka. Ndio hapa sasa Petro akapiga picha cha Yesu sasa hivi mfalme T. Hivi kama Yesu sasa hivi mfalme T, maana yake mimi waziri mkuu. Kwa hiyo nitakuwa nimeulamba sasa hivi. Akasema oya wasikaji, hii hapo hiyo fresh. Sasa sikiliza, nenda pale nyuma, kamata mikono, alafu sisi tunapiga taji. Hawakujua kumbe Yesu ni Mungu. Wakati Petro anakuja na wazo hilo, alipokuwa anamsogelea tu Yesu, roho ya unabii inasema, Yesu akatoa sauti ambayo hawajawahi kuisikia. Ninajua mmekuja kunifuata sio kwa sababu mnanipenda, ila ni kwa sababu jana mlikula mkashiba. Sasa nasema kila mtu kwenu. Roho ya Biblia inasema walikuwa wataki kwenda, lakini kwa sababu ya sauti ya mamlaka miguu iliwapeleka. Yani walijikuta wanaenda. Haleluya, haleluya. Ndio ukisoma hiyo sura ile ya Marko 14 anasema ndipo Yesu akawalazimisha wanafunzi wavuke ng'ambo. Yeye akapanda mlimani akaenda kuomba. Akawa anamuuliza Baba, mbona watu hawanielewi? Hata wanafunzi hawanielewi. Hata huyu Petro niliyemchagua na yeye hanielewi. Nifanye nini? Akiwa kwenye maombi yale, Yesu yuko mlimani, wanafunzi wako baharini, upepo wa mbisho ukawavamia. Yesu akiwa mlimani, Biblia inasema akawaona. Haleluya. Yesu akiwa mbinguni anakuona. Haleluya. Kwenye shida yako anakuona. Vile unateseka na familia anakuona. Vile unachanganywa na masomo anakuona. Yesu anakuona. Alipowaona sema akawahurumia. Ndipo akarudi, akaja akayambia maji, Bwana asifiwe. Maji akasema amina. Toka nimewaumba, mliwahi kunibeba. Maji akasema hujasema mzee. Anasema sasa nibebeni kidogo mnivushe hapa. Maji akasema kaa mgongoni baba. Yesu akatembea juu ya maji. Haleluya. Wakati anatembea anawakaribia wale watu ili waokoe. Ona akili ya mwanadamu ilivyo. Yani wanamuona anakuja ni kama Yesu ndio, lakini ona mawazo yao. Ni mzimu. Ni zombi. Hii ni zombi hii. Yani akili ya mwanadamu imegandamana na mambo ya shetani zaidi kuliko ya Mungu. Yani hata hapa nikiwa nahubiri hapa, ikatokea paka mweusi akatokea upande huu, akapita akanizunguka hapa akaenda hivi. Nasikia haya wachungaji wenye majina marefu. Alipopika katikati ya hubiri lake, paka wake kutoka Kibaha. Yani wanadamu wanajua sana mambo ya shetani kuliko mambo ya Mungu. Akiingia dada hapa sasa hivi ambaye sketi yake haijaenda chini, imeenda juu, utasikia wazee mashi maana yake nini? Huyu mtu anayajua sana yaliyoko kwenye sketi kuliko
concentrate here, halafu huyo umuonee huruma maana anaumwa. Haleluya, haleluya. Yani akili za watu zimegandamana. Yani sasa hivi hata kitu kikitokea, ukilima matikiti yakawa makubwa kama ile supika, unasema mkono hii sio bure. Wanaanza kukuuliza, wiki iliyopita ulikuwa wapi? Bahati mbaya useme nilisafiri kidogo nikapita Sumbawanga. Yani we know much of the devil, little of the lamb. Focus on Jesus. Yani sikiliza, Yesu akawaambia ni mimi, msiogope. Lakini walielewa. Petro sasa, kama ni wewe Bwana, niruhusu nije juu ya maji na mimi. Unasikia hiyo maombi? Kama ni wewe. Yesu akasema, unataka uje hapa ni mimi? Njoo. Petro ana akili, alijaribu na kwanza sasa. Oya, kaambia washikaji, oya, pagumu juu. Oya, mimi naenda. Akakanyaga, akaanza kwenda. Anasema alipomwona Yesu mbele ametoweka, manake wimbi lilipopiga akamkosa Yesu mbele, akaingiwa na hofu, akaanza kuzama. Petro hakuzama, ila alianza kuzama. Nampenda Petro. Alipoona tu anaanza, Yesu niokoe. Kabla hujazama dada, Yesu niokoe. Unamwona kijana kabisa yuko serious. Twende. Naanza ujue ndio nimebatizwa tu mwaka huu. Hapo sio maneno, Yesu niokoe mbio. Haleluya. Unasubiri umeshazama geto, kaza macho hapa. Ndio sasa useme Yesu niokoe, inakuwa too late. Ukiona unaanza kuzama, pale pale lia. Muona ombi la kwanza la Petro. Kama ni wewe, ombi la kweli, Yesu niokoe. Hilo ndio ombi la kweli. Mara nyingi hujibii kwa sababu unaombaga kama Petro wa kwanza. Yesu, kama ni wewe, niruhusu. Maombi yetu ndio hayo. Baba, unajua wewe ndio uliyetuleta hapa, na kwa sababu sisi ni wako na kazi hii ni yako. Mpaka Mungu anasema sasa, kama kazi ni yangu, okay, ni kweli najua mimi ndio nimewaleta hapa. Kwa hiyo sasa mnaninunia sasa kwa sababu nimewaleta hapa. Unajua kuna maombi mengine, mwinjilisti mmoja huko Morogoro ameona wingu limetanda. Kuna wale wainjilisti wana nguvu ya roho, si wanatoa wapi roho huyo? Eti Baba, mvua ni yako na mimi ni wako. Ninaomba uisitishe mvua ili watu wako wasikie neno. Na kama utasitisha Baba, mimi nitaacha leo kazi ya kuhubiri. Mungu akasema sawa. Mvua ilitandika, ilimwanza na yeye pale ya mawe, ikachapa. Sasa swali, alirudi kuhubiri au aliacha? Inaendelea. Sikiliza, ombi la kweli, Yesu niokoe. Mpendwa, kabla hujazama kwenye jambo lolote, omba Mungu aingilie kati. Petro ametendewa yote hayo, hajaelewa kama ameitwa. Mwisho kabisa, Getsemane. Yesu yuko Getsemane, anawaambia jamani, leo mimi nitakufa, nitauawa, na kwa namna pekee sana. Petro akamwambia, unajua mzee, wewe kijana una matatizo gani? Unazungumzaje mambo ya kifo? Sasa sikiliza Yesu. Hawa wote wakikukimbia, wote mimi hapa, mimi na wewe tutawamaliza hao jeshi. Mimi siondoki. Na Petro alikuwa na uhakika na anachokisema. Kumbuka ni Zilot. Anaambia, Bwana, ninazo panga 2 ziko zimenolewa tayari. Yesu akamwambia hivi, sasa wewe kiherehere, leo hii kabla jogoo hajawika utakuwa umenikana mara ngapi? Petro akasema, mimi tutaona. Chop! Askari wa Kirumi hawa wako na Yuda. Yuda anafika na mbusu Yesu. Dada, sio kila busu la upendo. Umesikia? Wakambusu, Rabi. Yesu akamnong'oneza, akamwambia, fanya ulichokusudia. Na hilo ndio neno lilomuua Yuda. Fanya ulichokikusudia. Petro alipoona askari wamefika, anamjua Yesu, anamjua mkongoto wake. Siku moja Yesu aliingia hekaluni, akawakuta watu wanafanya biashara kanisani. Yesu akaweka judo, akamwambia, sikilizeni, hii nyumba ni nyumba ya sala, nyinyi mmefanya kwa pango la wanyang'anyi. Teke moja, ndege wanafunguka, wanyama, mabounsa yale ya Kiebrania yakamenya mbio. Sasa kwa movie ile Petro akasema, yani kwa wale walikimbia, hawa si ni ugali na dagaa, tunawamaliza sasa hivi. Siku ya kwanza hiyo. Siku ya pili Yesu aliwahi kusema hivi mbele ya Wayahudi, akasema, kabla Ibrahimu hajakuwako
mimi niko. Wa Ibrahimu wale Wayahudi amekufuru, wakamkamata, maana hawezi akamuua mjini, wakamtoa nje ya mji ili wampige mawe. Walipokuwa nakaribia nje ya mji, Yesu akavimba. Hivi nyinyi mnasomaga Biblia au mnanishangaa tu? Akapita katikati yao, wote wameyeyuka, yani hakuna anayemgusa, akaondoka zake. Sasa Petro hayo yote aliyaonaga, akasema hawa Warumi hawamjui mwamba, ngoja tuwashughulikie. Wameingia Warumi, Petro anamwambia Yesu, oya Yesu, lianzishe kama ulivyolianzisha hekaluni, tunamaliza hawa. Anashangaa, Yesu halianzishi. Oya Yesu, lianzishe Baba, mimi namaliza na huyu wa huku pembeni. Yesu halianzishi. Mwisho Petro akagundua protocol inabidi mdogo ndio aanze, halafu mkubwa amalizie. Petro akachumua panga sharp, alitaka aondoe shingo ya yule mtoto wa kuhani, ila kwa sababu yule naye ni askari akaiona ile pia, jamaa akaikwepa sharp, ikapita sikio sharp. Hapo akamwangalia Yesu akamwambia, oya vipi? Ndio nimeshaanza mzigo, tunaenda. Cha ajabu ni hiki, akashangaa Yesu akalichukua ile sikio akalirudisha. Petro pale pale akagundua kumbe vita sio ya hivi. Biblia ikatoa taarifa kwamba Petro akaogopa, akarudi nyuma, akaanza kufuatilia kwa mbali. Sasa usiniulize kwamba wakati huo Betromayo alikuwa wapi. Usiniulize kwamba wakati wa saa ile Yohana alikuwa wapi. Walikuwa wameshamenya mbuga zamani. Amebaki Yesu na Petro. Nikana kwamba Petro anamwambia Yesu, nilikwambia tuko hawa wawili tu. Yesu alipokuwa anaendelea kutandikwa siku hiyo, akachapa bakora. Usiku ule bado Petro anachungulia kwa mbali mpaka anakaa kwenye moto. Dada mmoja mfanyakazi akasema, na wewe ni kama unafanana naye. Petro akasema, wanawake umbea, nani alokuambia mimi toka? Aliposema tu vile, mwingine akasema, lakini hata unavyoongea. Sema, oho, imekuwa mbaya hapa. Akaamka aanze kutembea. Sema, hata kutembea kwa mama yangu Ukimpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anakuweka alama kiasi ambacho hata ukizungumza watu wanajua wewe ni mtoto wa Yesu. Ukimpokea Yesu, hata mwendo wako watasema wewe ni Msabato. Mimi hapa siku moja nilimtembelea mama yangu sikukaa naye, alikuwa anaishi sehemu nyingine bush ya. Sasa nimeenda nikiwa shule, sasa hapo niko form 3. Siku ya Sabato, kwa sababu mama yangu alikuwa sio Adventista, nikaona kanisa liko mbali, kwanza sina uwenyeji, ni bush. Sasa nikashawishika kwamba leo ngoja nikafanye kazi na mama shambani. Nilipokwenda kufanya kazi na mama shambani siku ya Sabato, mimi ilikuwa ni kazi ya kuvuna pamba. Kuna majirani pia tukakutana nao kule. Bwana kihelehele, yani ukiwa mtu wa Kristo kuna kakiherehere tu. Nikiwa nafanya kazi nikajisahau, kumbe ninaimba nyimbo za Kristo. Kumbe wale majirani nao wanaotusaidia na wenyewe ni wa Sabato, ila wametorokea bushi na wimbo wanaujua. Wakaniuliza, na wewe ni Msabato? Pale nikapigwa shot. Unajua Msabato siku ya Sabato huko kwenye pamba. Nikasema alafu nikiwa naogopa vile, na wenyewe wakasema na sisi ni wa Sabato. Tulipotazamana mwisho tukasema twende nyumbani. Tukaondoka tukarudi nyumbani. Siku iliyofuata hatukufanya tena huo ujinga. Bwana akikuokoa anakutia alama. Huyu Petro alipomkana Yesu kwa mara ya 3, ndipo jogoo akawika. Roho ya nabii ananiambia macho ya Yesu na macho ya Petro vikatazamana. Wakati huo Yesu alikuwa anatabasamu. Hiyo kitu ilimuumiza sana Petro. Inasema akatoka nje akalia sana. Akaenda kwa wanafunzi wenzake akamwambia, mimi kuanzia leo mimi sio mwanafunzi wa Yesu, na kesho mimi naenda zangu baharini, naanza mambo yangu ya kuvua. Na kwa sababu alikuwa na ushawishi na wengine wakamfuata. Ndio maana Yesu anafufuka. Hakuna mwanafunzi hata mmoja aliyekuwa anajua kwamba Yesu anafufuka, isipokuwa wanawake 3 ambao wenyewe walikuwa wanaenda kaburini siku ya Jumapili na wala hawakuwa na habari ya kufufuka kwake. Yesu akaacha mjumbe akasema, enendeni mkawaambie wanafunzi wa Yesu, wanafunzi wangu, lakini msisahau kumwambia na Petro. Kwa nini Petro?
hata kama alifikiri kwamba ana dhambi nyingi sana, mkumbusheni Petro kwamba bado ninampenda. Hata kama alijitoa akasema mimi sitaki tena kuwa mwanafunzi kwa sababu nimefanya dhambi kubwa sana, muelezeni Petro dhambi yake sio kubwa sana, nimekwisha kumsamehe. Sikilizeni, nendeni mkawaambie watu wa Mwenge, lakini usisahau kumwambia na yule Petro, yule aliyekata tamaa, anayefikiri kwamba Yesu ampendi tena. Naongea na Petro ambaye ametoa mimba 6, kaza macho, anafikiri Mungu sasa amemkataa, yani sasa hawezi tena kutoboa mbinguni. Sikiliza, anasema na Petro, na wewe uliyekata tamaa bado anakukumbuka. Isaya anasema nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, usiogope, usikate tamaa. Naongea na mtu ambaye huenda amefanya makosa makubwa, umeloga watoto wa watu wengi wamekufa. Leo hii una wasiwasi moyoni, unasema ni nani huyo tena anaweza kunipokea? Naongea na jambazi ambaye umeteka magari na watu na kumwaga damu za watu wengi, moyoni una hatia, unafikiri kwamba Mungu hawezi tena kukuona tena. Nina habari njema, enendeni mkawaambie watu wa Mungu. Lakini na Petro, yule aliyejitoa, yule aliyejikataa, yule aliyejikinai, yule ambaye ameshindikana, yule ambaye anafikiri hana njia tena, jioni ya leo Yesu anakuita, anasema bado ninakupenda mwanangu. Je, yuko mtu ambaye amechoka jioni ya leo, ambaye yuko kama Petro? Maana Petro amepokea miujiza mingi kwa Yesu lakini haelewi. Hata wewe rafiki yangu, Yesu akakupa mbaraka wa kwenda shule, lakini hukuelewa kama Mungu amekuchagua. Akakupatia mbaraka wa ndoa rafiki yangu, lakini hujaelewa kama ni muujiza. Amekupatia hadi watoto, lakini hujaelewa. Amekupatia kazi nzuri, lakini huelewi. Matokeo yake umemkana Bwana, na mwisho wako moyo wako unauma. Umekata tamaa, huelewi kama Bwana atakusamehe tena. Jioni ya leo nina habari njema kwako. Enendeni mkawaambie wanafunzi wake na Petro, na wewe uliyekata tamaa, wewe shoga ambaye umeanza mambo ya ajabu, moyo wako unauma, huelewi ufanye nini kwa Bwana. Anasema bado anakupenda. Anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Je, ni wewe rafiki yangu uliyechoka na kukata tamaa? Ni wewe rafiki yangu ambaye mambo yako yamepinda hata huelewi? Sasa hivi hata ukifanya biashara ikifa, unafikiri ni kwa sababu ya dhambi ulizofanya. Sasa hivi hata ukifukuzwa kazi, unajua tu ni kwa sababu Yesu ananipiga. Hapana, he still loves you. Anakupenda. Simama kwa miguu yako jioni ya leo tunapokwenda kuomba. Jioni ya leo tunaomba kwa ajili ya wanaume wote waje hapa mbele. Wimbo namba 124, umechokaje, umesumbuka, mwambie Yesu. Umechokaje, umesumbuka, sumbuko lako unayalilia yapitayo, mwambie Yesu. Sumbuko lako yu rafiki amini, hakuna rafiki kama yeye, mwambie Yesu pekee. Rafiki yangu, mwambie Yesu bila kujali kwamba wewe umepita kwenye mapito gani. Mwambie Yesu. Je, umekuwa na mambo mazito moyoni? Yako matendo umetenda ambayo hata huwezi msimulia mtu. Inawezekana uko hapa rafiki yangu, lakini una mtoto, kaza macho kwa pasta, na unamsomesha mahali na familia yako haijui. Ni jambo zito, huwezi mueleza mtu.
Tell it to Jesus. Je, yuko mama hapa ambaye mume wake hayupo hapa na angetamani ombi la jioni ya leo la wanaume limfikie mume wake? Sina wewe usogee hapa mbele. Je, yuko mama hapa ambaye na kijana mkubwa ambaye naye ameoa na familia yake, lakini anaona mambo yake hayajakaa sawa, unatamani ombi hilo limfikie? Sina wewe usogee hapa. Je, yuko binti, yuko kijana hapa ambaye ana baba yake ambaye naye anatamani ombi la leo liwe mbaraka kwenye maisha yake? Kwa nini usisogee pamoja nawe? Beti la pili, wale mnaojua huu wimbo. Chozi ya kulenga-lenga, Yesu sumbuko lako, mwambie Yesu pekee, mwambie Yesu sumbuko lako. Kuna rafiki kama yeye. Je, unalemewa na dhambi rohoni? Ndugu zangu, tunaishi kwenye ulimwengu ambao kuna mtu anatembea na kadhambi fulani ambako ni siri. Kwanza sio siri tu, ni aibu. Unakuta mtu yuko smart, very smart, lakini usiku mambo anayoyafanya, laiti kama ungeona. Yani the real you is that person that is not, yani jiangalia yale mambo ambayo unayafanyaga wakati ambapo sisi sote hatupo. Wakati sisi sote hatupo, yale ambayo huwa unayafanya, that is the real you now. Huwa unafanya nini ukiwa peke yako? Huyo ndio wewe sasa. Hata kama umechoka kiasi gani, sikilizeni, hakuna ombi la mtu mwenye dhambi ambalo Yesu hawezi kujibu. Hakuna. Ndio maana Petro anasema ondoka mwenye dhambi. Hanaga muda. Yesu anachotaka ni wewe kugeuka. Yaani ukitubu kana kwamba hujawahi kufanya dhambi tena. Na hata kama umepoteza baadhi ya vitu, umepoteza afya, umepoteza mali kwa ajili ya mzunguko wa dhambi hiyo, Yesu is the source. Ana uwezo wa kurudishia vyote ulivyo navyo. Ukitaka kujua, mpigie simu Ayubu. Ayubu aliishiwa kila kitu, kila kitu. Lakini Biblia inaripoti kwamba Yesu alimbariki Ayubu maradufu kuliko mwanzo. Kama haitoshi, ongea na mwana mpotevu. Mwambie ilikuwaje brother? Anakuambia nilikuwa nimeshachukua portion yangu, nikaondoka nayo, nikaitumia yote kaisha. Nikaja nyumbani kumwambia mzee, naomba tu niwe mfanyakazi ili niwe nakula. Akasema, jinga wewe. Wewe sio mfanyakazi, wewe ni mtoto. Usiombe kama mtumwa hata kama una dhambi. You are a son of God. Badilika tu. Mwambie Bwana, nimekuja, wewe ni baba yangu, wewe ni mtoto wa Mungu. Tunakwenda kuomba. Hawa baba mnaoona hapa wana changamoto nyingi sana wanazozipitia, na Mungu amewapatia kifua chenye vyumba. Kuna chumba na sebule. Kuna mambo wanaweka sebuleni na kuna mambo wanaweka chumbani milele. Hawa watu ni watu wa pekee sana. Hawana muda mwingi, huwezi hata kumuona mwanaume akiwa na mambo mengi anataka muda wa kutulia. Na hapo ndio tofauti ya wanawake. Wanawake wakiwa na mambo mengi wanataka muda wa kuongea. Juzi hapo nilikuwa nasoma kimemezi fulani kinasema eti kazi za mwanamke ni mbili. Kinasema, sio mimi, eti kukutuliza unapokuwa umechanganyikiwa, ya kwanza; ya pili, kukuchanganya unapokuwa umetulia. Mpaka nikasema hawa watafiti ni hatari. Hawa watu wa Mungu wanahitaji utulivu. Mambo ni mengi wanaopitia. Mfano tu, yani mfano mdogo, kazi au pesa zao
Pesa ya mwanaume inatakwa na kila mtu. Pesa yako kodi serikali inataka. Hujakaa sawa, ukienda mazishi wanataka mchango wa mazishi. Kijana hapa naoa mchango wa harusi. Mama nyumbani matumizi. Hela ya mwanaume yani inatakwa na kila mtu. Ukija kanisani pastor anataka hela zako, zaka na sadaka. Hali ni mbaya, unakuta mzee anajikuna mpaka haelewi. Tunahitaji kuwaombea jioni ya leo. Bwana atulize mioyo yao. Fumba macho yako sasa, tumwambie Yesu. Mwambie Yesu sumbuko lako, kama ni kazi inaleta shida na changamoto za biashara, unapitia magumu katika nyumba yako Baba, mwambie Yesu sasa. Sema naye, sema tu neno moja. Wakati mwingine Yesu anataka tu asikie neno lako moja. Tell it to Jesus. Let him know kile ambacho unataka. Speak a word this evening. Kama ni baba yako, omba, mwambie Yesu, msikilize baba yangu. Unateseka na ugonjwa Baba, sema, mwambie Yesu. Baba na Mungu wetu, jioni hii njema tena tunakuja kwako hapa Mwenge na mahali ambako mitandao ya kijamii inafika. Tunaomba kwa namna pekee sana utukumbuke katika ufalme wako kama ulivyomkumbuka mtumishi wako Petro. Ni kweli tumelikana jina lako mara nyingi. Ni kweli tumeenda kinyume na mapenzi yako mara nyingi. Lakini sura yako haijaondoka kwetu. Sisi ni watoto wako. Tumekubaliana kwa roho moja. Tumegeuka, tumetubu, tumeacha mambo yetu ya kale. Tunaomba utupokee. Jioni ya leo ninawaleta watoto wako wa kiume. Bwana, leo wajulishe kwamba wewe ni Mungu wao na wao ni wana katika ufalme wako. Tangu sasa wapatie kipawa cha roho wako. Wakiomba neno lolote ukawajibu sawa sawa na wingi wa utajiri wako. Asiwepo hata mmoja Baba, hata mmoja atakayepungukiwa na kitu kwa sababu ameliamini jina lako. Tazame binti yule anaomba kwa ajili ya baba yake. Mtazame mama yule anaomba kwa ajili ya mume wake. Anaomba kwa ajili ya mtoto wake wa kiume. Ninakusihi Yehova, tenda muujiza kwenye maisha ya wababa hawa. Katika kazi zao onekana Bwana. Katika biashara zao onekana Bwana. Katika maisha yao ya familia onekana Bwana. Kwenye maisha yao ya ujana onekana Bwana. Weka alama, weka alama, weka alama kwamba wewe ndiye mtawala wa maisha yao. Ikiwa kuna baba hapa ambaye anapitia wakati mgumu, labda katika addiction fulani, anapitia wakati mgumu katika kufanya maamuzi fulani, anapitia wakati mgumu wa hatia juu ya kitu fulani alichokifanya rohoni, wewe unajua kuponya roho za watu, ingilia kati na kumtetea. Asante maana umetubariki siku ya leo. Ikiwa kulikuwa na mtu alikuja mahali hapa akiwa na shida yake, kutana naye katika changamoto yake. Siku ya leo ikiwa kulikuwa na mtu amekuja na taabu yake, ingilia kati, kutana na taabu za watoto wako. Walio wagonjwa wape afya, waliokosa amani wape matumaini, wale waliochoka sana wapatie raha. Katika jina la Yesu tumeomba tukiamini, amen.